Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale ambao hawanifahamu, ninaitwa Happiness, ndilo jina langu, ni mama, nimeokoka, ninampenda Yesu, na watoto 4 ambao tunampenda Mungu na tunamtumikia Mungu kwa pamoja. Haleluya. Moja kwa moja tuweze kwenda katika neno la Mungu. Lakini kabla ya hapo, niwapongeze sana kwa kazi njema ya baraka mlioifanya. Hebu jipigie makofi kwamba kwa kweli Mungu amekuwa upande wetu. Mungu amekuwa upande wetu. Kazi hii sio kwamba ni nyepesi, lakini nilikuwa ninajaribu kufikiria, nikaona hii ni zawadi ambayo Mungu ametupatia. Unajua, kutumika nyumbani mwa Bwana sio kusimama tu na kufundisha au na kufanya nini, lakini kile ulichokifanya ni utumishi tosha. Kuipamba nyumba ya Mungu, hiyo ni utumishi. Umetumika nyumbani mwa Bwana Yesu. Kwa hiyo utumishi huo ulioufanya una thawabu kubwa sana mbele za Mungu. Lakini pia nikawa najaribu kufikiria kwamba ile hali ya kufahamu umuhimu wa kutumika katika nyumba ya Bwana, kuelewa, kupata huo ufahamu kwamba ni muhimu kutumika katika nyumba ya Bwana, hicho kipengele tu peke yake ni cha msingi sana. Kwa nini? Kuna watu wengi wanapata hizo fursa, lakini hawaoni umuhimu, hawaoni sababu, hawajaelewa faida yake ya kutumika nyumbani mwa Bwana. Lakini kumbe kutumika nyumbani mwa Bwana kuna faida. Bwana Yesu asifiwe. Hongera sana uliyefanya hayo maamuzi. Nataka nikupongeze tena, umefanya maamuzi mazuri. Umechagua fungu lililo jema, kutumika nyumbani mwa Bwana Yesu. Kuna wengi wanatumika maeneo tofauti tofauti, lakini kuchagua kutumika kwa Bwana Yesu aliye muumba wa vyote, hilo ni jambo la baraka. Asubuhi ya leo nikawa najaribu kufikiria. Nikawa nafikiria miaka ya nyuma, nikiwa kabinti kadogo, nikiwa kijijini kwetu. Sina hili, sina lile. Ninajaribu kujiokoteza na vibiashara ambavyo sijui, hata sina ujuzi wa kufanya hizo biashara, ambayo biashara yenyewe unayoifanya unapigwa na jua, lakini mwisho wa siku hela unayotoka nayo pale nasikia hata aibu kuitamka, ambayo siwezi, najisikia aibu kuitamka. Mimi nilikuwa katika familia yetu, nilikuwa ni mmoja wa watu ambao ni kama nimesahaulika, naweza nikasema hivyo. Kwa nini? Nilikuwa ni mtu mpole sana, mtaratibu, mkimya, mpaka mama yangu alikuwa anakasirika na mimi. Ananiambia, utakuwa hivi hata lini? Anakasirika. Wanaweza kupika chakula nyumbani wakanisahau, alafu sisemi kwamba sijala. Hapo ndipo kiwango nilichokuwa. Mpaka karibia wanamaliza kula, mama anauliza, hivi fulani yuko wapi? Si unajua nyumbani hakuna hizi taa, ni kibatari. Sijui kama wengine wamewahipitia hiyo maisha ya kibatari. Kwa hiyo kibatari kinawaka ile kidogo, mimi niko kwenye kona, wanauliza fulani yuko wapi? Nasema niko hapa. Umekula? Ikafika mahali siwezi nikatoa hata shilingi 1000 kanisani, kwamba kuna mchango wa kuchangia, kuna mgeni anakuja tunataka tumpokee. Siwezi kuchangia 1000. Siku moja nikawa nimeahidi pesa fulani, alafu katika hiyo pesa nimeitafuta karibia mwezi mzima. Kila shilingi 50 ninayoipata ninaiweka. Shilingi 50, sio 1000. Nimesema shilingi 50. 10, 20, 30, 40, 50. Hiyo 50 hiyo ninaipata, ninaiweka. Ikafika wakati wa kutoa, nimepelewa na shilingi 50 nyingine. Sina. Nikaenda kwa mdogo wangu, yeye alikuwa na kuku. Nikamwambia, naomba yai moja. Yai moja tu nikauze, sababu yai ilikuwa ni shilingi 50 kipindi hicho. Yai moja tu naomba nikauze. Akaniambia, hapana, siwezi nikakupatia. Nikaomba, nikabembeleza. Mwishoni aliniambia hivi, sijui kama kuna watu wanajua zile nyumba za kuwezeka na manyasi. Sasa kuku alikuwa ametaga pale juu kwenye haya manyasi. Sasa guess what? Mimi ninaenda kuambiwa nikatoe yale mayai ili nipewe hilo yai moja.
lakini nimedhamiria kwamba hiyo pesa lazima nipeleke nyumbani mwa Bwana. Nikapanda. Mama akasema, naomba nisione mtu amepanda juu, maana ukianguka gharama ni za kwangu, za kukutibu wewe. Nikafikiria sana, nitafanyaje? Si unajua tena maisha ya utoto, kijana una risk, vijana wengi huwa wana risk. Nikasubiri tu ameenda sokoni, nikatafuta namna yote ile, nikapanda juu, nikatoa yale mayai taratibu, nikiwa ninampatia moja moja ili niweze kushuka. Nilivyomaliza nikapewa yai, nikapeleka sokoni, nikapata shilingi 50, nikakamilisha pesa yangu niliyoahidi, nikaipeleka kanisani. Leo nikawa ninakumbushwa hayo maisha. Nikasema, Mungu, ni nini naweza nikakupatia? Hivi nilicho nacho ni nini mimi mbele zako Mungu? Mimi ni nani naweza nikasimama hapa nikalisema neno la Mungu? Kati ya ukote huko ulikonitoa Mungu, ni nini nilicho nacho ambacho naweza nikasema ninakificha nisitoe kwako? Kama umeweza kunitoa huko pa kutafuta shilingi 50, kwamba siwezi nikastruggle tena kuitafuta hiyo shilingi 50, mimi ni nani nisitoe kwako? Hiyo peke yake inanipa sababu ya kusema, Bwana ni wewe, Bwana ni wewe, Bwana ni wewe. Haleluya. Kwa hiyo mimi nikiimba kwamba ni wewe, nina sababu nyingi sana za kumwambia ni yeye. Haleluya. Naomba asubuhi ya leo tusome kitabu cha Wafalme wa Pili. Kuna andiko pale ambalo tunalifahamu sana, tunalielewa sana, tumelisoma mara nyingi, lakini ninaomba tulirudie tena. Wafalme wa Pili mlango wa 4. Unaweza ukasoma kuanzia mstari wa 8 mpaka 37, lakini mimi sitasoma huko kote. Mlango wa 4, mimi nitaanzia mstari wa 18. Wafalme wa Pili mlango wa 4, nitaanzia mstari wa 18. Hata yule mtoto alipokuwa, ikawa siku moja alitoka kwenda kwa baba yake kwenye mavuno. Akamwambia baba yake, kichwa changu, kichwa changu. Naye akamwambia mtumishi wake, mchukua kwa mama yake. Akamchukua akampeleka kwa mama yake, naye akakaa magotini pake hata adhuhuri, kisha akafa. Mamaye akapanda juu, akamlaza juu ya kitanda cha yule mtumishi wa Mungu, akamfungia milango, akatoka. Kisha akamwita mumewe akasema, tafadhali uniletee mtu mmoja wa watumishi na punda mmoja, ili nimwendee yule mtu wa Mungu kwa haraka. Nikarudi tena. Akasema, kwa nini kumwendea leo? Sio mwandamano wa mwezi wala Sabato. Akasema, si neno. Akatandika punda, akamwambia mtumishi wake, mwendeshe, tuendelee mbele, usinipunguzie mwendo nisipokuambia. Basi akaenda akafika kwa yule mtu wa Mungu katika mlima wa Karmeli. Ikawa yule mtu wa Mungu alipomwona kwa mbali, akamwambia Gehazi mtumishi wake, tazama Mshunami yule kule, tafadhali piga mbio sasa kwenda kumlaki, ukamwambie, hujambo? Mume wako hajambo? Mtoto hajambo? Akajibu, hawajambo. Naye alipofika kwa yule mtu wa Mungu kilimani, alimshika miguu. Gehazi akakaribia amwondoe, lakini mtu wa Mungu akamwambia, mwache, maana roho yake ndani yake ina uchungu, na Bwana amenificha, wala hakuniambia. Yule mwanamke akasema, je, naliomba mwana kwa bwana wangu? Mimi sikusema usinidanganye? Ndipo Elisha akamwambia Gehazi, jikaze viuno, ukachukue fimbo yangu mkononi mwako, ukaende zako, ukakutane na mtu. Ukikutana na mtu usimsalimie, na mtu akikusalimia usimjibu. Ukaweke fimbo yangu juu ya uso wa mtoto. Na mama yake yule mtoto akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako iishivyo, sintakuacha. Basi akaondoka akamfuata. Naomba niishie hapo kwa sasa. Bwana Yesu asifiwe.
Huu ni ujumbe ambao tunaufahamu, tumeusoma mara kwa mara, wa huyu mwanamke Mshunami ambaye alikuwa ni mcha Mungu. Alikuwa na cheo ndio serikalini, lakini bado alikuwa ni mcha Mungu, bado alikuwa ni mtumishi wa Mungu, bado alielewa nafasi yake katika kumtumikia Mungu. Na katika stori yote hii, wakati yule mtumishi wa Mungu akiwa anapita kule, huyu mwanamke aliwiwa moyoni mwake kwamba wamjengee chumba, alafu kila wakati, kwanza kabisa alitamani kwamba waje wale chakula. Kwa hiyo yule mtumishi wa Mungu akawa wanakuja. Baada ya hapo akaona huyu ni mtu wa Mungu, kwa nini tusimjengee chumba alafu awe anakaa hapa, tukamwekea na meza kidogo. Wakaamua kufanya vile kama walivyowiwa moyoni mwake. Kwa hivyo yule mtumishi wa Mungu, ikafika siku moja na yeye akatafuta, akamtuma mtumishi wake Gehazi, akamwambia niitie huyo mwanamke. Akajaribu kuuliza kwamba kuna hitaji gani, anajaribu kutafuta hitaji lililoko katika ile familia. Je, watu hawa wanahitaji nini ambacho naweza nikamwomba bwana wangu akawafanyia? Bwana Yesu asifiwe. Naomba tufatane hapo vizuri kwamba huyu mwanamke mwanzo kabisa ndiye aliyeona hitaji. Aliona hitaji la hawa watumishi wanaopita kila wakati kuja kula chakula nyumbani kwake. Kisha akaona hitaji tena la kuwajengea chumba. Najua mpaka hapo sijasema kichwa cha somo langu, lakini nitakisema. Alivyoona hivyo, akamshirikisha mume wake, na mume wake wakaona ni jambo jema, wakafanya hayo maamuzi. Baada ya kufanya hayo maamuzi, huyu mtumishi wa Mungu sijui sana kama aligundua kwamba aliyekuwa na huu mzigo au aliyekuwa na haya maono au hii ndoto ya mimi kutengenezewa chumba, kwamba alikuwa ni huyu mwanamke Mshunami. Sijui sana kama alitambua hiyo, kwamba mwanzilishi ni mama. Sasa inatokea kwamba huyu mtumishi wa Mungu Elisha anataka kutamka neno la baraka. Anamuita huyo Gehazi kwamba nenda kamuite yule Mshunami. Kwa hivyo hapo anakutanisha, anajibu hitaji ambalo lilikuwepo, huyu mama hajalisema. Kwa maana kwamba Mungu aliona kwamba aliyekuwa mwanzilishi ni huyu mama, na kupitia huyo mwanzilishi ndiye nataka nijibu hitaji lililoko katika hii familia ambalo pengine wamenililia mimi, lakini hawajamshirikisha huyu mtumishi. Bwana atusaidie. Kwa hivyo Elisha akaongea na yule mwanamke, na yule mwanamke haikuwa kwamba ndiyo sababu ya kufanya ule utumishi. Ndio maana anamwambia kwamba usiniambie uongo, usiseme uongo, kwa sababu najaribu kufikiria kama ingekuwa kwamba yeye ndiye alikuwa anafanya huo utumishi kwa sababu ya kukutana na hilo hitaji, basi hapo angesherekea, angesema Mungu amenijibu, Mungu amenitendea. Lakini anamwambia usiniambie mtumishi wa Mungu uongo, kwa maana ya kwamba alikuwa hajatarajia, hajatazamia kwamba kitu kama hiki kitatokea. Haleluya. Lakini huyu mwanamke yeye alijua kwamba mimi sihitaji kujali cheo changu, lakini nahitaji tu nifanye utumishi, nimfanyie tu mtumishi wa Mungu ukarimu. Akaamua ni ukarimu tu, amkarimu kwa chakula, amkarimu kwa nyumba nzuri pale, kwamba anaweza akapumzika hapo. Akaamua kudumu katika huo utumishi wa Mungu, wa kumtumikia Mungu. Na kupitia utumishi wake Mungu alimtendea muujiza. Kupitia utumishi wake Mungu alijibu hitaji ambalo walikuwa nalo hata kama hawajamshirikisha Elisha. Mungu akawapatia mtoto kupitia huo utumishi. Kama angekuwa hajamkaribisha huyo Elisha kuingia katika nyumba yao, sijui hili hitaji labda lingetimia, lakini kwa kuchelewa au lisingetimia kabisa.
pamoja na kwamba alijibiwa hitaji lake, adui hakulala. Adui hakulala. Haleluya. Adui hakulala. Adui alitafuta ni namna gani bado naweza nikaondoa hii zawadi waliopewa. Ni namna gani naweza nikaondoa kile kitu, kikaondoa labda furaha katika moyo wa huyu mama. Ni namna gani naweza nikaondoa ile zawadi waliopokea. Akaona namna pekee labda nishambulie huyu mtoto, kwa sababu huyu mama bado utumishi anaendelea nao. Bado anaendelea kumkarimu yule mtumishi wa Mungu, hata pamoja na kwamba ndio hitaji lake limekwisha kujibiwa, bado anaendelea na utumishi wa kumkarimu huyu mama. Yule mtoto akawa sasa amepata changamoto, amekufa. Sasa huyu mtoto alipokufa, kitu cha ajabu ni kwamba huyu mama hakupanic, hakushtuka, hakuona kwamba imeisha. Huyu mama hakuona ni mwisho. Huyu mama alitambua jambo moja, kwamba mimi sio kwamba ndiye nilienda sasa nikaanza kuomba mahali, lakini alitoka kwa Mungu moja kwa moja. Alitoka kwa Mungu. Hii ilikuwa ni jibu la Mungu, na kwa sababu hiyo nataka ning'ang'ane na huyu Mungu. Huyu mama alijua kwamba sijampata huyu mtoto kwa waganga, sijampata kwa sijui manabii gani, sijampata pengine, lakini kwa Mungu tu, na hapo ndipo nitakapopang'ang'ania. Akaona hata pamoja na hiyo sihitaji kumshirikisha mtu kwanza kilichoendelea. Nahitaji wa kwanza kumwambia ni pale kwenye chanzo cha huyu mtoto kilikotokea ni wapi. Hapo ndipo alipotambua kwamba akimbilie pale kwenye chanzo cha huyu mtoto. Akaamua, hata pamoja na kwamba sijui ni kupiga simu au alimuita kwa namna gani mume wake, kwamba nitumishie mtumishi mmoja pamoja na punda ili tuende kwa yule mtumishi. Hajamwambia kwamba ninaenda kufanya kitu gani. Mume wake anajaribu kumhoji, kwa nini kwenda leo? Kwa nini? Kwani leo ina sababu? Akasema sio neno. Hakuanza kueleza, unajua ni kwa sababu sasa yule mtoto amefanya hivi na hivi, inabidi alimwambia tu sio neno. Bwana Yesu asifiwe. Alisema sio neno. Baada ya kusema sio neno, alimuita yule mtumishi. Alikuja yule mtumishi, alivyofika pale akamtandika yule mwanapunda, akamwambia mwendeshe twende. Akasema si neno. Akatandika punda kwenye mstari wa 26. Akamtandika punda, akamwambia mtumishi wake, mwendeshe tuendelee mbele, usinipunguzie mwendo nisipokuambia. Na hapo ndipo kichwa cha somo langu nimekipatia hilo jina, usinipunguzie mwendo nisipokuambia. Haleluya. Usinipunguzie mwendo nisipokuambia. Tumeifanya kazi ya Mungu mahali hapa, tumefanya utumishi mahali hapa Jumapili, na hata leo bado watu wanaendelea kutumika nyumbani mwa Bwana, kwamba tunaamua kutoa fedha zetu, mali zetu. Nimesema huo ni utumishi. Utumishi huo ambao umeamua kutoka moyoni mwako kwamba utatumika kwa njia kwa namna ulivyoruhusiwa na Mungu, kwa namna ulivyopewa amani au kibali moyoni mwako cha kutumika kwa namna iwayo yoyote ile uliopewa hiyo nafasi ya kutumika. Adui hafurahii huo utumishi. Adui hajaufurahia. Bado anakaa pale anafikiria ni namna gani ninaweza nikampunguzia huyu mwendo. Adui halali anapotuona tunatumika hapendi. Kwa sababu gani? Katika utumishi wetu tunaofanya unaleta matunda mbele za Mungu. Namna tunavyotumika kuna matunda. Ndio maana watu wakisimama kwa mbali wakiangalia lile jengo na wakisikia kwamba ni washirika wa sio kimama,
Arusha City Church, wakisikia kwamba ni washirika tu peke yao ndio wamefanya hivyo, wanashangaa kwa nini. Hayo ni matunda ya kile ulichokifanya. Sasa adui hafurahi kwa sababu utukufu unamwendea Mungu, na hakuna hata kitu kimoja ambacho adui anafurahia pale tunapomtukuza Mungu. Hafurahii. Sasa vile unavyoonyesha moyo wako wa utumishi, adui naye hapendi. Kwa hiyo anatafuta ni namna gani nimpunguzie mwendo. Anaweza kuleta vitu tofauti vinavyoweza kukusababisha wewe ukapunguziwa mwendo au ukajisikia kushuka chini. Huyu mwanamke anamwambia yule mtumishi aliyekuja kumwendesha, kanyaga tuendelee mbele. Mwendeshe tuendelee mbele. Tena usinipunguzie mwendo nisipokuambia. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu vingi vinaweza vikamsababisha yeye kupunguza mwendo, na vikasababisha kushusha imani yake, na vikasababisha yeye akaanza kujiuliza maswali mengine yatakayomrudisha nyuma, akasababishwa kutokupokea au kurudisha ule muujiza wake tena. Asubuhi ya leo nataka nikwambie usikubali kupunguziwa mwendo. Kile ulichokusudia katika utumishi huo, kuna kitu Mungu ameweka mbele yako. Katika utumishi ulioamua kumtumikia Mungu, kuna jambo Mungu ameweka mbele yako ambalo pengine haulioni, pengine hata hujalitamka, lakini lipo jambo ambalo Mungu ameweka mbele yako. Katika hilo jambo tunafaa tuliendee, kama vile huyu Mshunami alivyosema kwamba mwendeshe tuendelee mbele, na sisi tufike mahali pa kusema kwamba nataka kuendelea mbele na chochote kisinipunguzie mwendo mpaka nitakapofikia nilikokusudia. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine ndio tunaweza tukaahidi, lakini hali ya uchumi ikayumba, ikawa ni jambo mojawapo la kutuvuta nyuma, jambo mojawapo la kutupunguzia mwendo. Hali ya uchumi imeumba, labda magonjwa yanaibuka ambayo yanatusababisha sisi tunaanza tena kupunguza ule mwendo wetu, yanaanza kutikisa tena ule uchumi wetu, kwamba niliahidi kiasi hiki, lakini mbona jambo hili limetokea. Hiyo ni mambo yanayotaka kutuvunja moyo. Hiyo ni hali inayotaka kutuvuta nyuma. Wakati mwingine kuna kukatishwa tamaa na hata na watu wanaokuzunguka, na hata na washirika wenzako, kutokana na kile ulichokiahidi. Hiyo ni hali ya kukurudisha nyuma, kwamba usiendelee mbele. Lakini nataka nikwambie, chochote kisikurudishe nyuma, chochote kisikupunguzie mwendo. Endelea mbele, pale ulipo pakusudia, paangalie hapo, ukitambua kwamba katika ahadi zote ulizoahidi kuna kumwangalia Mungu. Hatuahidi kwa sababu tunaona kwamba tuna pesa ziko hapa, hatuahidi kwa sababu tunategemea mahali fulani, lakini tunasema Mungu, niko hapa na kuangalia wewe. Wewe uko hapa, umenisikia mimi, na macho yetu yanamwelekea yeye ambaye ndiye chanzo cha mapato yetu, yeye ambaye ndiye chanzo cha kila tunachokifanya, kama vile ambavyo yeye alikuwa chanzo cha mwanamke huyu kupata mtoto. Na kwa sababu hiyo, yule mwanamke alivyoinua macho yake kumwangalia Mungu, bado ile zawadi yake ilirudi tena, zawadi yake ilimrejea. Inua macho yako katika kile ulichokitazamia au ulichokisema. Muangalie Mungu, mwambie Mungu, ninakuangalia wewe. Siangalii huyu ng'ombe wangu nimuuze, siangalii shamba langu sijui nifanye nini. Ndio Mungu, ukitaka hivyo bado sijapinga, lakini nakuangalia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaangalia kile unachokiangalia, kwamba labda unatarajia mahali fulani upapatie, kwamba hapa ndipo nitakapopata, ndipo nitakapoweza kumaliza ahadi yangu, lakini pasifanikishe, pasiende vile ulivyokuwa umetarajia. Lakini yeye aliye chanzo cha yote anaweza kutusaidia. Yeye aliye chanzo cha baraka zetu, yeye aliye chanzo cha mambo yote tunayoyafanya, yeye tunayemtanguliza katika yote tunayoyafanya, ana zawadi aliyoiweka mbele yetu, ana baraka aliyoiweka mbele yetu. Anataka tumuinulie macho, tumwangalie yeye, ili tuweze kufikia kile ambacho yeye ameweka kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine sio rahisi sana,
kwa sababu ya hali inayoweza ikatuzunguka. Mambo ni mengi yanayoweza yakatuzunguka, yakatufanya sisi tukashindwa njiani, yakatufanya sisi tukakwama kufikia malengo. Lakini tukiwa pamoja na yeye, ukiwa na yeye katika kila eneo, yeye anaweza kukufungulia milango. Yeye anaweza kukufungulia milango. Nataka nikutie moyo kwamba tambua kwamba Mungu anathamini huduma unayoifanya. Ile huduma uliyoifanya kwa moyo wako, kwa moyo wa kupenda, bila kushurutishwa, bila kulazimishwa. Mungu anathamini sana hiyo huduma. Kile ulichokifanya kwa moyo mzuri wa furaha, kwamba ninamtumikia Mungu, mimi na familia yangu ninamtumikia Mungu kwa namna hii, Mungu anafurahishwa na huo moyo. Mungu anathamini hicho. Mungu anathamini huduma hiyo, maana imetoka moyoni. Huduma hii huyu mwanamke aliyoifanya ilitoka kwenye moyo wake. Ilikuwa ni shauku yake kuona jambo hilo linafanikiwa. Haikuwa kwamba ameshawishiwa na mtu, na sisi hatukushawishiwa na mtu kufanya kile tulichokifanya, lakini tulipewa fursa ya kukiendea hicho. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo fursa ndiyo sasa tunayoiendea tukisema, ninaendelea mbele, sirudi nyuma, nisipunguziwe mwendo na chochote. Kwa hiyo Mungu anathamini huduma unayoifanya kwa moyo. Lakini pia nikwambie, huduma nzuri inaweka alama mbele za Mungu. Huduma unayoifanya inaweka alama mbele za Mungu, kwamba Mungu anaweza akaitazama akasema, huyu ni mtoto wangu. Mtoto wangu amefanya jambo hili, amefanya hivi kwa moyo wa kupenda, akafurahia ile alama uliyoiweka mbele zake. Kitabu cha Waebrania mlango wa 6 mstari wa 10 anasema, Mungu si dhalimu hata aisahau kazi yenu. Nimesoma tu kwa ufupi, sijaisoma yote. Unaweza ukaisoma yote. Kwa hivyo yeye sio dhalimu hata aisahau kazi yako. Yeye anaangalia ule moyo wako wa kupenda. Anatambua kwamba umeacha alama katika utumishi, kwamba hii alama tunaweza tukasema kwamba huyu ni mtoto wa Mungu, alifanya 1, 2, 3. Bwana Yesu asifiwe. Kutumika kwako kwa moyo wa kupenda kunaacha alama. Huduma zetu zinamfanya Mungu ajulikane. Huduma yako unayoifanya inamfanya Mungu ajulikane kwa watu wengine. Ile alama unayoiweka mbele za Mungu kwenye madhabahu ya Kristo inamfanya Mungu ajulikane, kwamba kuna Mungu wa yale yasiyowezekana, kwamba kuna Mungu wa yale ambayo wanadamu hatuwezi kuyafanya, lakini yeye anaweza kuyafanya. Kwa hiyo huduma yako unayoifanya inamfanya Mungu ajulikane. Kwa namna gani? Watu wataingia hapa, watatambua kwamba mwana wa Mungu alifanya jambo fulani, maana umeacha alama katika nyumba ya Mungu. Mahali sahihi kuna mambo sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mahali ulikokaa sahihi, unaweza ukafanya vitu ambavyo ni sahihi mbele za Mungu. Utumishi huo Mungu anautambua. Umeacha alama mbele zake, na kwa sababu hiyo unafanya yeye ajulikane kwa watu wengine. Unamfanya yeye apokee utukufu, kwamba tunampa utukufu, maana kazi hii sio yetu, ni yeye mwenyewe ndiye mwanzilishi, na kwa sababu hiyo unampa utukufu. Utumishi wetu unampa utukufu. Tusichoke kutenda mema. Haina maana kwamba hakuna vikwazo njiani. Haina maana kwamba hakuna vitu vya kutupunguzia mwendo. Vipo. Haina maana kwamba ni tambarare tu, kwamba unapita tu, wewe unapata kile ulichotamani kukifanya mara moja unamaliza. Hapana. Lakini pamoja na hayo, pamoja na kukatishwa tamaa, pamoja na kuvunjwa moyo, usichoke kutenda mema, kama vile kitabu cha Wagalatia inavyotuambia ule mlango wa 6 mstari wa 9, tusichoke kutenda mema.
Maana katika kutenda mema huko ndiko na sisi tunapopata hizo baraka za Mungu. Tusichoke kuipamba nyumba ya Mungu. Hata ukimaliza ukijisikia kwamba mbona bado najisikia kuendelea, ndiyo, kwa sababu hatupaswi kuchoka kutenda mema. Tunapaswa tuendelee kutenda mema kila itwapo leo. Bwana Yesu asifiwe. Hatupaswi kuchoka kumtumikia Mungu. Tunamtumikia Mungu katika maeneo yote. Ndio maana na Biblia inasema kwamba mpende Mungu kwa moyo wako, kwa akili zako, kwa nguvu zako, yaani kwa kila ulicho nacho kimpende Mungu. Kumpenda Mungu ni pamoja na huo utumishi unaofanya. Utumishi wako unaonyesha upendo wako kwake. Mtumishi mmoja akasema, namna unavyotoa ndivyo inavyoelezea upendo wako kwake. Yeye alikuwa anaongelea habari ya sadaka. Akasema kwa sababu sadaka kwanza unaitoa kwenye siri. Sasa hiyo ya kwenye siri ndio inayosema kwamba ninampenda Mungu kwa kiwango gani. Kwa hivyo huu utumishi tunaoutenda ndivyo tunavyoonyesha kwa kiwango gani tunavyompenda Mungu. Kwamba natamani kufikia hapa kwa sababu ninampenda. Mtu unayempenda siku zote uko tayari kufanya jambo lolote kwa ajili yake. Mtu unayempenda hakuna vile atakuja kwako akueleze jambo uache kumsikiliza. Mtu unayempenda hakuna vile atakuja kwako akueleze changamoto yake uache kuchukuliana na yeye. Sasa si zaidi sana huyu Mungu wa mbinguni kwamba tunampenda kwa kila kitu tulicho nacho. Binadamu kuna mipaka utamwekea kwamba hapana ndugu, naweza nikakupatia mpaka hapa, lakini hapa hapana. Lakini kwa Mungu wetu kile tulicho nacho ni chake. Bwana Yesu asifiwe. Kile tulicho nacho ni chake. Kama ni chake, basi tunatangaza pendo letu kwake, kwamba Mungu, sitaki nichoke katika kutenda mema, sitaki nichoke kukupenda, maana wewe ulinipenda kwanza, ndio maana niko jinsi nilivyo. Mimi ingekuwa sio Mungu leo sijui ningekuwa wapi. Kuna watu wengi leo nikikutana na wao rika yangu, wao wanajaribu kufikiria, ninashangaa. Ninamuona Mungu ambavyo Mungu ananificha kila leo. Na nataka nikwambie, ni kwa sababu ya utumishi tu, sio kwa sababu sijui nimempa Mungu kitu gani. Ni kwa sababu ya utumishi tu. Kumtumikia Mungu kuna faida. Hakuna hata siku moja tunaweza tukamtumikia Mungu alafu tukasema kwamba najuta kumtumikia Mungu. Na ndio maana hata Daudi anasema kwamba sijawahi ona mcha Mungu aliyelala njaa, wala watoto wake wakiombaomba mikate barabarani. Sijawahi ona mtu mcha Mungu aliyeachwa, wala watoto wake wakiombaomba mikate barabarani. Kwa nini? Kwa sababu kwenye kumtumikia Mungu tunakutana na mahitaji yetu. Utumishi wako Mungu anakutana na hitaji lako. Katika huo utumishi angalia mbele, usirudi nyuma, maana kuna jambo Mungu aliloliahidi mbele yako. Kuna kitu Mungu alichoahidi mbele yako. Lakini unapotambua kwamba kuna kitu Mungu ameahidi mbele yako, kumbuka pia kwamba adui na yeye halali, lakini tunachojua ni kwamba tuna silaha za kumpinga. Yeye atarudi nyuma na sisi tunaendelea mbele. Bwana Yesu asifiwe. Tutaendelea mbele kwa sababu yeye yuko upande wetu. Na katika utumishi wetu sisi tumeitwa kuendelea mbele, sio kukata tamaa. Tumeitwa kuendelea mbele, sio kukata tamaa. Haijalishi ni mangapi yatakayoinuka, lakini yasitufanye tukakata tamaa. Yasitufanye sisi tukaona wito wetu umekuwa chini au umekuwa wa bure, kwamba nimetumika lakini sijaona kile. Lakini pia nikutie moyo kwamba hatutumiki kwa sababu ya kitu fulani mbele yetu. Tunatumika maana tunampenda huyu Mungu wetu. Tunamtumikia yeye maana tunampenda. Lakini pamoja na hayo, kuna baraka ambazo Mungu anaziweka mbele yetu katika utumishi wetu. Ndiyo, zipo hizo baraka, lakini hatutumiki kwa sababu ya hizo baraka. Tunatumika kwa sababu tunampenda Mungu. Yeye aliyetuita,
Yeye aliyetupatia hiyo nafasi. Tunatumika kwa sababu tunampenda. Kwa hivyo tumeitwa ili kuendelea mbele, na kila siku tunapoendelea mbele kuna jambo jipya linazaliwa katika maisha yetu. Kila unapochukua hatua ya kuendelea mbele kuna kitu kingine unachojifunza ndani ya huyu Bwana Yesu, maana umechagua kwenda mbele bila kurudi nyuma. Huyu mwanamke Mshunami alivyoamua kumwambia yule mtumishi wake kwamba muendeshe twende, yule mtumishi na yeye alikubaliana. Kwa hivyo walitembea katika makubaliano. Kwa nini nasema walikubaliana? Sijaona mahali Biblia inaposema kwamba alianza kubishana na yeye, kwamba alimwambia hapana, mimi ndiye dereva, mimi ndiye naendesha, usiniendeshe, mimi nitaendesha. Yeye pia aliendesha, wakaenda mpaka alikofika. Lakini pia yule Elisha alivyomwona kwamba mbona Mshunami ndio yule anakuja kule, akaanza kuongea na mtumishi wake Gehazi, akamwambia kuna jambo na Mungu bado hajanifunulia. Anaanza kumwambia kwamba jifunge viuno, uende, nenda ukikutana na mtu usifanye hivi njiani, chukua fimbo yangu, nenda ukafanye hivi na hivi. Lakini kuna jambo moja huyu mwanamke alilisema, jambo moja ambalo alimwambia, akamwambia hivi kwenye mstari wa 29, nisome 29 na 30. Ndipo Elisha akamwambia Gehazi, jikaze viuno, ukachukue fimbo yangu mkononi mwako, ukaende zako, ukakutane na mtu, ukikutana na mtu usimsalimie, na mtu akikusalimia usimjibu, ukaweke fimbo yangu juu ya uso wa mtoto. Mstari wa 30. Na mama yake yule mtoto akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako iishivyo, sintakuacha. Basi akaondoka akamfuata. Alijua kwamba huyo walikuwa pamoja na mtumishi wake Gehazi. Elisha walikuwa pamoja na huyu Gehazi, ndiye aliyeniita, lakini aliyenitamkia sio Gehazi. Aliyenitamkia kwamba mwakani nitapakata mtoto sio Gehazi, ni Elisha ndiye aliyetamka. Na kwa sababu yeye ndiye aliyetamka, akamwambia sikuachi, kama Bwana aishivyo sikuachi. Kwa nini? Alijua kwamba hapa ndipo penye chanzo cha hii baraka ninayokuwa nikiitazama. Hapa ndipo mwanzo ulikoanzia. Mimi naweza nikatazama kwamba chanzo ni nini, chanzo cha hii baraka ni nini? Ni kutoka kwa Elisha, ndiye aliyetumiwa na Mungu kutamka. Kwa hivyo akamwambia sikuachi. Ndio umetuma mtumishi wako, lakini bado sikuachi. Elisha hakupinga, aliambatana na yeye. Sasa sisi katika utumishi wetu pia, hebu tutambue chanzo cha yote ni nini. Chanzo cha kila jambo ni Mungu. Chanzo cha utumishi wetu ni Mungu. Chanzo cha afya yetu ni Mungu. Chanzo cha familia yetu kuwa imara, kusimama ni Mungu. Chanzo cha kanisa letu kuendelea kung'aa ni Mungu. Chanzo cha kila tunachokifanya ni Mungu. Tukitambua kwamba chanzo cha yote ni Mungu, tutamwangalia yeye, tutamtazama yeye, tutainua macho yetu kwake. Hatutakubali kurudishwa nyuma na vile vikwazo vinavyokuja. Kwa hivyo usikubali kupunguziwa mwendo, usikubali vitu vingine vikurudishe nyuma, na usikubali kwenda peke yako bila kwenda na Mungu. Unapoendea huo muujiza wako Mungu alioweka, unapoendea kile kitu Mungu alichokuahidi mbele, unapoendea huo utumishi wako, usiende peke yako, nenda pamoja na yeye. Mwambie Mungu, niko hapa, nenda na mimi, tembea na mimi, nifanikishe katika jambo hili. Yeye ni mwaminifu. Anasema yeye sio dhalimu
hata asikumbuke kazi yetu, na kwa sababu hiyo anaikumbuka kila kazi uliyoifanya mbele zake. Baraka zako ziko katika hiyo kazi unayoifanya. Baraka zako, muujiza wako uko katika utumishi unaoufanya. Pengine unaweza ukaona kwamba lakini mimi sikuweza kufika mbali sana. Hapana, ule moyo, nimesema ile huduma unayofanya kwa moyo, Mungu anaiona hiyo na anaiheshimu. Haijalishi ni kwa kiwango gani, kwa sababu Mungu ametupatia hivyo viwango tofauti ili tumtumikie kwa namna tofauti. Sasa huyo aliyetuahidi, aliyetupatia hivyo viwango, yuko hapo kukubariki. Nenda na yeye, usipige hatua peke yako. Ukienda peke yako utakwamishwa barabarani. Ukienda peke yako utapata vingi vya kukurudisha nyuma, utapata vingi vya kukupunguzia mwendo, vya kupunguza ile spidi yako uliokuwa umejiwekea kwenda mbele. Vingi vitakuwepo, lakini ukienda na Mungu ambaye ndiye mwanzilishi wa yote, ambaye ndiye tunayemtazama, yeye ndiye tunayemtumikia, yeye ndiye tunayetaka tumwendee katika utumishi wetu, atakufanikisha. Yeye atafanikisha ile baraka yako mbele yako. Yeye atakutokea kwa namna ambavyo anaijua, na wakati mwingine hatujui ni kwa namna gani. Mungu atatutokea kwa namna gani? Atatutokea nyumbani au atatutokea ofisini? Atatutokea katika maeneo gani? Hatuelewi. Na tusimwekee Mungu mipaka kwamba Mungu nataka unitokee kwa njia hii tu. Hapana, yeye anaweza akatushangaza kwa namna tofauti. Yeye anaweza kututokea kwa namna tofauti. Tunaweza tukamtazama Mungu kwa namna hii, tukamfunga kwenye boksi fulani, lakini kumbe yeye hahitaji kufungwa hivyo. Tumwachie afanye kwa namna anavyotaka mwenyewe, kwa viwango anavyotaka mwenyewe. Wewe unaweza ukamwambia Mungu nibariki kwa namna hii, lakini kumbe alitaka kukubariki zaidi ya hapo. Ni vizuri tukamruhusu Mungu kwamba Mungu, katika utumishi huu wewe ukutane na mimi kwa namna ulivyokusudia, kwa sababu ana makusudi katika utumishi wako. Utumishi wako hauwezi ukawa bure. Ana makusudi, amekusudia nini ndani yako. Yeye anaona mbele kuliko vile unavyoona wewe. Ndio, sio kama hauna hitaji, lakini katika hilo hitaji ambalo unataka kumwambia Mungu, mwambie Mungu nibariki zaidi ya hapa, nibariki kama upendavyo. Nakumbuka siku moja nikiwa binti mdogo nikamwambia Mungu, nakumbuka nilikuwa sijaolewa, nikamwambia Mungu, mimi natamani niwe kama hii familia. Mungu akaniuliza, wewe unajua kile wanachokipitia hii familia? Nikasikia kushtuka. Nikasema lakini ni watumishi wa Mungu, wameokoka, wako vizuri, lakini bado ikabaki pale pale. Unajua wanachokipitia? Nikasema Mungu, kweli sijui. Basi omba nikubariki kama ninavyotaka mimi. Kuanzia hapo nilipata kubadilisha mtazamo wangu. Nikasema kumbe mimi naweza nikajilimit kwamba Mungu nataka unifanyie kwa namna hii, lakini yeye ana zaidi ya hapo. Yeye ana namna ambavyo anaweza kupanua yale ambavyo zile fikra zako pale wewe unapofikiria kwamba ni hapa tu. Yeye anaweza kufanya zaidi ya hapo. Yeye anaweza akakupitisha ili kule mbele utokee ukiwa unang'aa, kwa sababu hapo ndipo anakotaka ufike. Haleluya. Kiwango kile unachomwekea Mungu akubariki nacho, hebu mwambie Mungu, wewe nifanya kama upendavyo, fanya kama ulivyokusudia, lakini nataka nikuone wewe katika utumishi huu. Mungu, kweli ninakuhitaji hapa na hapa, lakini sio kama nitakavyo mimi, lakini kama utakavyo wewe, maana wewe ndio mwenye baraka zangu. Wewe ndio unayejua kwamba utanibariki vipi. Wewe ndio ambaye una kusudi la maisha yangu. Haleluya. Yeye mwenye kusudi la maisha yako anajua anaweza kukubariki vipi. Haijalishi yale yanayokuzunguka, yanayokurudisha nyuma, yanayokupunguzia mwendo wa kwenda mbele spidi. Umekuja ukisema kwamba ndio ninaahidi hiki, ninajua kwamba nitafanikisha. Ukiwa na spidi ya kusema ndio, muendeshe, twende, mimi nitafika tu. Vinakuja vinavyokukatisha tamaa njiani. Kama Gehazi, kama huyu mwanamke angekubaliana na Gehazi kwamba ndio, acha niende na Gehazi, pengine hiyo ingekuwa kitu ambacho kingemvuta yeye nyuma, maana Gehazi aliwatangulia. Gehazi alivyowatangulia na ile fimbo akaenda kufanya alivyoambiwa, hakuna kilichotokea.
hakuna kilichotokea. Kwa hivyo pengine kama angekubaliana tu, labda huyu mwanamke sijui kama angerudi mara ya pili, au angekata tamaa pale ya kusema mbona amefanya kitu lakini hakuna kilichotokea. Lakini Mungu akamtumia huyu mwanamke Mshunami, akamwambia Elisha, kama Kristo aishivyo, sintakuacha. Sintakuacha. Usiache utumishi wako. Usiuache utumishi wako. Ndio wenye muujiza wako. Hapo ndipo penye lango lako la muujiza. Katika utumishi wako ndio lango lako la muujiza. Usigeuke upande wa pili. Hapana, simama katika hiyo nafasi. Hiyo nafasi uliyoamua kuifanya kwa moyo. Usiwe na kigeugeu cha pili. Umeenda kwa ajili ya lengo lipi? Huyu mtumishi, huyu mama Mshunami alienda kwa lengo la kumuona nani? Sio Gehazi. Alienda kwa lengo la kumuona Elisha, kuzungumza na yeye. Leo anapewa Gehazi kwamba aende na yeye. Anasema hapana, alitambua hapana, mimi sijaja kwa ajili ya Gehazi. Mimi nimekuja kwa ajili yako wewe Elisha, na mimi sikuachi. Na sisi tumekuja mbele za Mungu tukisema, Mungu, mimi nimekuja kwako. Mimi nimekuja, nimepewa hii nafasi, hii fursa ya kutumika kwako. Basi ninatumika kwako Mungu, maana umenipa hii nafasi. Ni wangapi wako kule hawana hiyo nafasi? Ni wangapi wanatamani kutumika, wamefungiwa mlango? Ni wangapi hawajui, fahamu zimefungwa, hawajui kwamba kuna fursa kama hizo, kwamba kuna fursa ya kuwafungulia baraka? Hawatambui. Bwana Yesu asifiwe. Jumapili iliyopita sikuwepo hapa wakati wa changizo. Nilienda maeneo fulani Masaini huko kwa ajili pia ya hii kazi ya ujenzi wa kanisa. Kwa hiyo tulienda huko pia, tulikuwa na kazi ya ujenzi wa kanisa. Tukawa kuna msaada fulani tulifanya hapo, tukawa tunasaidia hilo kanisa kujenga. Tulivyofika pale, huyo mchungaji ni mzee, lakini kuna kijana ambaye ndiye wanamwandaa. Sasa kabla ya hapo kidogo nilikuwa nimeenda tena kuangalia inaendaje, kwa sababu nakuja na watu wengi, nataka nione wanaishi wapi na nini. Nikafika pale, mafundi wako hapo, nikamwambia mchungaji, samahani, tumeleta mafundi wako hapa lakini hatuoni mshirika. Mbona washirika hamjawaambia kwamba hii ni utumishi? Hamjawashirikisha hii fursa? Wanasema tumewashirikisha kabisa. Imekuwaje mbona siwaoni kanisani hapa wakiwa angalau wanashirikiana na hawa? Ni wewe tu babu huko hapa pamoja na huyu kijana ambaye ndiye mchungaji. Nikamuuliza swali, hivi nani anajengewa kanisa? Hivi ni nyie familia yenu tu peke yake? Kwa kweli baadaye nilimwomba msamaha kwa sababu niliongea kwa ukali kidogo. Nikamwambia haiwezekani kwamba nyie tu ndio mnatumika. Hapana, wewe kama mchungaji tena ambaye unaandaa na mwingine, waite waambie huu ni utumishi, hii ni nafasi, hii ni fursa umepewa ya kutumika. Ananiambia tumewaambia mwanangu. Nikamwambia babu, mimi sielewi hiyo. Nataka nione washirika. Nikamwambia Jumapili tutakuja, lakini nataka nione washirika. Kweli Jumapili tukaenda, tukafanya huduma tulioifanya hapo tukiwa na washirika wachache. Baada ya hapo sisi, kwa sababu hatukukaa sana, tuliondoka tu baada ya siku 2 hivi tukaondoka. Leo asubuhi ninapiga simu, niambie ujenzi umefikia wapi? Nimefanya 1 2 3. Vitu vingine ninaambiwa havijafanyika. Nikamwambia sikiliza, lazima tung'ang'anizie washirika baraka. Lazima tuwang'ang'anizie kwamba hapana, hii ni baraka, njoo tumika mbele za Mungu. Nikamwambia kuna vingine hata mafundi siwaambii wafanye, nitawaambia mafundi acha hii, washirika wafanye. Kwa nini? Tunataka na wao wabarikiwe. Tunataka waone kwamba kujenga nyumba ya Mungu ni mojawapo ya baraka katika maisha yao, ni mojawapo ya kuwekeza baraka kwa familia zao. Pengine wao wasione hiyo faida leo, lakini watoto wao wakapokea hiyo baraka, kwamba wao wakatembelea baraka ya wazazi wao, kwamba wazazi walimtumikia Mungu na wao wanaweza wakatembea katika hiyo baraka. Nikamwambia hapana, tutambua utumishi sio wewe unayesimama tu na kuhubiri na kufundisha. Wafundishe kwamba kutumika, kufanya kazi ya Mungu hapo kanisani ni utumishi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hii kazi tunayowafanya wapendwa, Mungu amekufungua huo ufahamu, ukatambua kwamba kumbe
hii ni zawadi niliyopewa ya kutumika. Kumbe hii ni fursa. Wewe unastahili kumpa Mungu utukufu kwa sababu yeye amekusaidia kuelewa hiyo. Kuna wale ambao hawatambui kwamba hii ni fursa niliyopewa. Wanachezea hiyo, wanakimbizana njia na mambo yao, lakini wanasahau kwamba kuna chanzo cha mimi kwenda kupokea baraka zangu. Wanasahau kwamba kuna chanzo cha mimi kwenda kuchukua muujiza wangu. Kuna lango nastahili nikae ili nipokee muujiza wangu. Bwana Yesu asifiwe. Baraka zako, nirudie tena kusema, ziko katika utumishi wako. Ni kwa kiwango gani umeamua kutumika? Na ninachojua ni kwamba hatutoi kwa sababu tunataka kumfurahisha mtu. Sio kama tunataka kufurahisha wachungaji. Hapana, tunataka tutoe kwa sababu tunampenda huyu Mungu wetu. Tunatoa kwa sababu tunatoa kwa Mungu wetu, kwamba tunawekeza mahali ambapo hakuna nondo itakayoharibu, hakuna kutu itakayoharibu, hakuna mtu atakayekula. Tunawekeza sehemu sahihi, sio kwa kumfurahisha binadamu. Maana ukifanya kwa kumfurahisha binadamu, hatutafika mahali, alafu hatutaziona hizo baraka, alafu tutaona kama utumishi ni mzigo, tutaona kama ni mateso. Siku moja nikamuuliza Mungu alizungumza na mimi kutoa mahali. Nikamwambia Mungu, lakini mimi siwezi kufikia hapo. Siwezi kabisa. Akaniambia sawa, toa kile unachokitaka kutoa, lakini hiyo ni wewe umetoa, sio kile nilichotaka mimi. Nikapambana, nikasema Mungu, lakini mbona sioni kama ninaweza kufika huko? Akasema toa kile unachotoa, lakini mimi hujagusa moyo wangu, maana sio kile nilichokusudia. Nikaendelea kushindana na hiyo sauti mpaka naanza kufikiria. Nikasema Mungu, kwanza hii itakuwa ni kwa muda gani? Baada ya hapo Mungu anazungumza na mimi, ananiambia sio swala la muda gani, ni swala la kuniheshimu mimi, ni swala la kuisikia sauti yangu na kuitii. Unajua, nilinyenyekea nikasema, Mungu, mimi ni nani ambaye umenitoa kote huko mpaka nipingane na sauti yako, mpaka nipingane na wewe unayezungumza na mimi? Kwa sababu hata hiyo ambayo ndio naweza nikasema hicho kiwango ninachokitaka, sio kwa sababu mimi ninaenda kunyanyua hapa. Bado ni kwamba ninakuja na kuambia Mungu, nimeahidi hiki. Mimi ni nani nibishane sasa katika kile kiwango ulichoniambia? Bado ni wewe, nitakuja kwako. Bado nitakuja kwa huyo Mungu ambaye nataka nimuombe kile ninachokitaka mimi, badala ya kuja nimuombe kile anachokitaka yeye. Nikasema Mungu, I surrender to you. Mimi nitafanya kile ulichokisema. Wewe ndio unayetoa, wewe ndio unayejua kwamba itatoka wapi, sio mimi. Inanipa hofu ndio kama binadamu, lakini umesema sio swala la muda, umesema na mimi sio swala la muda, basi ninakuachia wewe. Na Mungu ni mwaminifu, watu wa Mungu. Pale tunapoamua kumwangalia yeye, Mungu ni mwaminifu. Huyu mwanamke, mtoto wake alirudia uhai. Mtoto wake alimrudia tena, akampakata tena mtoto wake, kwa sababu alijua Mungu wangu ni mwaminifu, hasemi uongo. Kama amesema atanibariki, atanibariki tu. Kama amesema kwamba ataniinua tu. Haijalishi ni mashambani, haijalishi ni kijijini, atanibarikia tu. Kiwango chochote ulichokitoa, Mungu alichokiweka ndani yako kukiahidi, atakubariki tu. Haijalishi kitatokea wapi, lakini yeye aliyeahidi atakubariki. Yeye ni mwaminifu, baraka zake ziko pale pale. Ni swala la sisi kuinua macho yetu kumwambia Mungu, wewe ulisema niseme hivi, nami mtoto wako nimesema. Sasa Mungu, ruhusu hizo baraka zako zije, maana kwako kuna kila kitu. Kwake kuna kila kitu tunachoweza kukihitaji, tunakipata kwake. Nikwambie kwamba siku ya leo, tazama pale Kalvari tena, mtazame yeye tena, mtazame aliyesema nitwikeni fadhaa zenu, aliyesema njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo. Haisio kwamba ni mzigo wa dhambi tu peke yake, hata mizigo mingine tuliyoibeba, hata hii unayoiona kwamba kweli nimesema lakini najisikia nikiwa ni mzigo, peleka kwake, maana yeye anaubeba. Bwana Yesu asifiwe. Baraka zako zipo.
Baraka zako ziko malangoni. Je, unakubali kupunguziwa mwendo na kitu gani? Je, unakubali kuvutwa nyuma na kitu gani? Je, ni nini ambacho kinaweza kikakuvuta, kikakwambia huo mwendo wako upunguze, kikakwambia spidi yako ipunguze? Hapana, nataka nikwambie asubuhi ya leo na mchana huu, umekubali kuanza safari, tembea mbele. Umekubali kuanza mwendo, tembea mbele. Haijalishi unaenda kwa spidi ipi, lakini usirudi nyuma. Ile spidi unayoenda nayo, hata kama ni kama kinyonga, wewe tembea hivyo hivyo. Kufika utafika pale Kristo alikokusudia. Tembea kwa mwendo wako huo, utafika pale alikokusudia. Naomba tusimame, watu wa Mungu.